Tumewaita hapa tukiwa na habari njema ya kujulisha umma juu ya ugunduzi wa dawa ya kuotesha nywele au kuzuia nywele kutoka kwa binadamu kutokana na mimea inayotumika kwa tiba asili. Taasisi ya Utafiti wa Wanyamapori Tanzania kuanzia mwaka 2013 imekuwa ikifanya utafiti wa mimea inayotumika kwa tiba asili katika wilaya za Ngorongoro, Mbulu na Hanang', lengo likiwa ni kugundua dawa au vipodozi ambavyo vinaweza vikatumika kwa binadamu, lakini lengo la pili lilikuwa ni kubaini mimea ambayo inatumika kama tiba asili, uwepo wake, hasa ile ambayo iko katika hatari ya kutoweka. Kwa maana ya kwamba tukibaini mimea ambayo inatumika kwa tiba asili na iko katika hatari ya kutoweka, tuanzishe uwezekano wa kilimo cha hiyo mimea au kuitunza hiyo mimea katika bustani za kibotanika au botanical garden. Na huu utafiti wetu huko kanda ya kaskazini tumefanya katika jamii ya Wamasai, tukafanya katika jamii ya Wahadzabe, tukafanya katika jamii ya Wairaq na tukafanya katika jamii ya Wadatoga. Na kutokana na utafiti huu wa mimea inayotumika kwa tiba asili, watafiti watawili wamegundua hataza au patent za ugunduzi 3 kama ifuatavyo. Hataza ya kwanza ni ugunduzi wa dawa ya kuotesha nywele au kuzuia nywele kutoka kutokana na mmea unaoitwa mporojo. Mmea huu wa mporojo kwa Kiingereza unaitwa wormwood, kwa jina la kitaalamu unaitwa Albizia antelmintica, na Wamasai huu mmea wanauita olmuktan. Sasa huu mmea wa olmuktan Wamasai wanautumia katika kutibu malaria, wanautumia katika kutibu minyoo, lakini wanautumia vile vile katika kutibu maumivu ya misuli mbalimbali. Utafiti wetu huu kaenda mbali zaidi ya matumizi yale ambayo jamii inatumia, na katika hayo matumizi zaidi ya yale ambayo jamii inajua, ndio utafiti wetu ukagundua kwamba mmea huu wa mporojo au Albizia antelmintica au olmuktan una uwezo wa kuotesha nywele na vile vile una uwezo wa kuzuia nywele kutoka, na tukawa tumepata hataza au patent ya teknolojia hiyo. Hii ni moja ya Albizia shampoo ya mporojo. Hii ni ya wanawake, imeandikwa Albizia shampoo woman, na hii imeandikwa Albizia shampoo man ya wanaume. Hizi shampoo tumeshatoka kwenye majaribio kwa sababu zimeshapata kithibitisho cha ubora kutoka kwenye hiyo kampuni ilipokamilisha kutengeneza. Kwa hiyo zina ubora wake umesharuhusiwa na mpaka kuna leseni ya kuuza, sale license. Kwa hiyo tayari zimeshathibitishwa, sio tena za kwenda kufanyia majaribio. Hivi zimeshathibitishwa na zinafanya kazi. Kwa hapa Tanzania tuna watu wachache ambao ni mashuhuda, tumeshawapa na wameshatumia. Mmoja nimemuomba atuletee, unaona kameshabaki tu kama ameshamaliza yote na anaisifia na anauliza iko wapi nyingine. Kwa hiyo ameshatumia na hana madhara yoyote na imeisha hii ya wanawake. Kwa hiyo tulishatoka katika majaribio, tuko katika matumizi, ubora ushathibitishwa na leseni ya kuuza ilishapewa hiyo kampuni yetu ya Korea. Niseme tu kwamba kwa watu ambao hawana nywele kabisa, ambao wana kipara kabisa, hao inabidi atumie kwa muda mrefu.